Professor Jay mzee wetu bwana, siku ya jana amefanya kitu kikubwa sana, na moja kati ya show ambayo ameifanya mara baada ya kupona tu baada ya kuugua muda mrefu toka mwaka 2022 alikuwa anaumwa na amelikava, na sasa siku ya jana amerudi tena rasmi kwenye muziki, na heshima ambayo amepewa siku ya jana katika show ya Bongo Flava Honors Season 4 ni heshima kubwa sana. Hii show ya Bongo Flava Honors bwana huwa inafanyika kila mwaka, na imeanza 2023 ambapo alianza Sugu mwenyewe ambaye ni mwanzilishi, The Lil Jongo mwenyewe, na akafata Juma Nature, then akafata JD, na season 4 hii hapa amefuata mwenyewe Professor Jay bwana. Siku ya jana kulikuwa na wasanii wengi ambao walihudhuria, kina Joe Makini, kina Mwana FA, kina Sugu mwenyewe alikuwa ni host mwenyewe. Watu wengi sana walikuwepo pale, na hii show bwana ilikuwa ni show moja kali sana. Wewe mwenyewe unaamini unayafahamu machupa ya Professor Jay mwenyewe, yale ameimba collaboration na Diamond, amefanya na kina Juma Nature, amefanya na wasanii tofauti na hit song zake mwenyewe ambazo ameshawahi kuzifanya mwenyewe peke yake. Sasa hii kitu ambayo ameifanya jana ni moja kati ya respect kubwa sana. Katika season zote ambazo zimefanyika, season ya kwanza, ya pili, ya tatu na hii ya 4, haikuwahi kutokea season hono ambayo imekuwa ni bora zaidi kama hii hapa. Tunafahamu kwamba hii imekuwa ni show ya kwanza toka Professor Jay ameugua, na ameifanya licha ya kuwa sauti yake haijakaa poa, licha ya kuwa bado hajapata nguvu ya kusimama muda mrefu kwenye stage, lakini aliletewa kiti pale cha ufalme kama mfalme ambaye amewakilisha hip hop kiukubwa zaidi katika industry hapa ya Bongo Flava. Na pia tunafahamu kwamba Professor Jay ni msanii ambaye amekuwa ni motivation kwa vijana wengi sana. Ni msanii ambaye wameitoa hip hop chini na kuaminika kwamba sio muziki wa kihuni, na ni muziki ambao unaweza ukashape jamii, ukashape vijana, na ukashape hata pia maadili ya taifa kwa ujumla. Big shout out kwa The Lil Jongo kwa kuandaa platform kama hii ya kuwaheshimisha wasanii wa kongwe. Hii imekuwa ni kitu ambacho kimekuwa ni surprise, na tunafahamu mwaka huu hapa ni mwaka wa hip hop. Sasa hii imekuwa ni kitu ambacho kimeongeza exposure kubwa sana kwenye industry ya hip hop bwana. Bwana hii hapa ilikuwa ni entertainment corner. In case kama ukiona ile show ulimiss vitu vingi sana, ile show ilipigwa live kabisa, ilikuwa ni full experience ya kutosha, exclusive ya kutosha kabisa. Mimi naitwa Brazamento, na hii hapa ni CWB Kawabe Media.